Dada Skola, karibu. Asante. Unatokea wapi? Unasikia wapi? Na mimi ni mwenyeji wa mkoa wa Songwe. Songwe. Karibu. Nasikia kupitia kakaangu. Una taaluma gani? Na diploma. Yeah. Record management. Mbona uko huko Dada Center? Unakuja kufanya record management kwenye nini? Kwenye nyumba? Safi kabisa. Kwa hiyo tutarajie nini? Kwa kuwa wewe una diploma ya record management, ukipelekwa kazini kuna kitu gani cha ziada ambacho utakifanya tofauti na dada ambaye hajapata maarifa kama ya kwako? Kujituma. Kujituma kwenye nini? Kwenye kazi zote ambazo zitakuwa eneo husika ambayo nitakuwa nimepangiwa. Kazi kama una uwezo wa kazi, ujuzi wa kazi gani? Ukiacha hizo ulichosomea, kwenye hizi kazi ulizokuja ni kazi za malezi, mapishi, usafi. Kwa hiyo wewe experience yako ikoje? Sana nilikuwa naachiwa watoto, japo sijasomea. Ila nimeachiwa sana na mpaka natoka hapa. Nimeacha tu jana kubaki na watoto. Watoto kwenye nini? Yaani kuna wale wanaenda kazini hawana kuachia watoto, wananiachia. Watoto wa umri gani? Mmoja alikuwa na miezi 8. Mwingine na mwaka mmoja na mwezi mmoja. Kwa hiyo wako wawili. Ulikuwa una uwezo wa kukaa nao vizuri? Nilikuwa nakaa nao vizuri. Yaani nilikuwa nakaa nao tu, silipwi, ila nakaa nao tu. Kwa hiyo ulikuwa unakaa nao kwa sababu sikuwa na kazi, nipo tu nyumbani. Kwa hiyo tunaenda sehemu fulani waleteni. Tunaenda labda kutembea sehemu fulani waleteni. Kwa wanakuwa kwangu. Ni watoto wa nani? Huyo mwingine ni mfanyakazi, ni mwalimu wa sekondari. Mwingine ni dada tu ambaye yupo tu nyumbani akienda. Kwa hiyo sio watoto wa mtu mmoja? Ni nyumba ya kupanga? Yaani mimi nilikuwa nimepanga na wenyewe wanatoka huko. Analetwa pale ambapo nakaa mimi. Okay. Kwa mlikuwa maishi nyumba moja? Hatuishi nyumba moja. Ila wanatoka majumbani kwao wanakuletea watoto wao wawili. Sasa kwa nini kuiona kama fursa ya ujasiriamali? Wakakulipa. Kwanza nimekuja kujua kama ni fursa. Vile nimetumia hiyo clip ya Zarina. Kakangu nitumia clip ya Zarina, akasema naona wenzako wanavyotafuta pesa. Umekaa umezuba. Kaka yako anakuambia? Kaka yako anafanya biashara gani? Ni mwalimu wa shule ya msingi Makutopora. Wapi huko? Dodoma. Kaambia nitaenda, akanikazania wewe ile mwezi. Kwa kaka yako ndo anakusukuma. Wewe unasubiri upate bwana uone. Yaani bila yeye hata nisingejua. Ulikuwa unasubiri nini sasa? Yaani hata kuolewa. Hapana. Maana kama kusoma ushasoma, si ndio? Una diploma. Lakini ulikuwa nyumbani. Nilikuwa nafanya kazi, mwisho ikawa changamoto ya kutokulipa ya mikopo. Mikopo? Ofisi ya mikopo nilikuwa hapo. Wapi? Ipo huko Dodoma. Ulikuwa unalipwa shilingi ngapi? 1,500. 1,500. Na bado ukawa ulipwe? Yaani hiyo 1,500 na yenyewe ikawa changamoto kulipa. Sisi tuna fursa kubwa. Nimekaa tu. Na hiyo 1,500 umepanga? Ndio? Unalipa kodi? Walikuwa wametupangia sema tu kwa yale mahitaji mengine kama umeme, maji, unajitegemea, chakula, unajitegemea. Kwa hiyo sasa 1,500 bado ilikuwa ni ndogo. Yaani kama unalipa 1,500 na una hizo gharama nyingine za bili mbalimbali, ni hela ndogo. Nazungumzia na compare na hapa ambapo wadada wanalipa 1,500 kama mshahara mdogo kabisa na hawana bili yoyote. Na sisi hapa tunaifanya hiki ujasiriamali. Tunapiga hesabu. Yaani hatufanyi tu hatuendi kichwa. Unapiga hesabu. Wewe unalipwa 1,500 na una bili mbalimbali. Hata kama ofisi inalipa hiyo kodi. Mwisho wa mwezi utajikuta ile hela imelipa bili zote. Hakuna ulicho save. Lakini dada ambaye analipwa 1,500 kwenye kazi zetu, yeye anakula kwa bosi, bili zote za nyumba bosi analipa. Yeye mwisho wa mwezi ile hela yake ni ya kusave. Kwa hiyo kama una malengo lazima ufike mahali. Lazima upige hatua. Ndio maana sisi tunasema hizi ni kazi za kuanzia maisha, ni kazi za kutafutia mitaji. Kwa mtu yote mwenye akili, mjanja, mjasiriamali, anayeona mbali, ataona yani ni bora kuja kufanya kazi hii kuliko kukaa sijui dukani au sijui uko kwenye ofisi za mikopo au ofisi yoyote ambayo unalipwa hela hiyo hata kama ni 200,000. Bado ukipiga hesabu
utakuta hiyo hela inazunguka humo humo. Hata kama ni 300,000 bado hiyo nauli, sijui bili za hapa na pale unalipa. Lazima upige hesabu zako vizuri, ujue hela ninayolipwa je, inaweza kusave kiasi gani? Kwa sababu ile hela unayoweza kusave ndio mshahara wako. Mshahara sio ule unaopewa na ofisi. Hata kama ofisi inakupa 300,000 lakini yote inaishia njiani na chakula na nini, maana yake hakuna unachofanya. Lakini dada wa kazi za ndani anakula kwa bosi, analala kwa bosi, na kila kitu bosi analipa, na ana uwezo wa kuona hela yake mwisho wa mwezi. Huyu analipwa hela nyingi zaidi, yani 1,500,000 jumlisha chakula anachokula, akipiga hesabu bili ya umeme na nini, utakuta analipwa hela nyingi. Sema sisi hatujui kupiga hizo hesabu. Kwa hiyo karibu. Asante. Sasa mimi nimeuliza kwa sababu mara nyingi nimeona wadada wanaokuja na vyeti. Walio wengi naweza kusema, yani wanaangushwa sana kwenye skills, uwezo wa kufanya kazi hizi. Yani unakuta yeye cheti chake ndo amekitanguliza mbele. Sasa hapa sisi hatutangulizi vyeti, tunatanguliza ujuzi. Unatakiwa kazi hizi uweze kuzifanya. Cheti chako kitakubeba kama wewe una uwezo wa kufanya hii kazi tofauti na dada ambaye hajaenda shule au ameenda shule ya kawaida. Let's say dada amefika darasa la 7 au form 4, wewe mwenye diploma hiyo sijui ya record management, yani ukienda kwenye nyumba ya mtu aone kuna tofauti kubwa sana kutokana na ile skills au ujuzi ulionao wa ile career au hicho ulichokisomea. Kwa hiyo unatakiwa ulichokisomea uweze kukichukua uka-apply kwenye kazi nyingine ya kawaida. Hapo ndio inakuwa elimu yako ina maana. Lakini unakuta dada ambao wanakuja na hizo sui diploma, sui kitu degree, yani akienda huko anakuwa na kiburi kwanza na elimu, anajiona kama nimesoma, alafu kazi za bosi wake hafanyi vizuri, alafu anaongeza hapo na kiburi, anaongeza hapo na ujeuri. Watu wa hivyo si hatuwezi kudili nao kabisa. Na kwa bahati mbaya dada Scholar, mnavyokuja hivi hapa mnakuaga wanyenyekevu kweli. Interviews za kwanza hizi za umetokea wapi, umetusikia wapi, sijui uko hapa kwa malengo gani, kila mtu ni mwema. Lakini baada ya mtu kutinga ofisini kwake, kazini, ofisini kwako ni kazini kwako. Pale nyumbani kwa bosi wako wewe ni ofisini kwako, sio nyumbani kwako. Na hauendi pale kwa mashindano kuonyesha jeuri ya elimu ulionayo. Kama unataka kuonyesha jeuri ya elimu yako, ndio nasema fanya kazi zako kitofauti, kilevel za juu, mtu aone kweli nimepata dada ambaye yuko tofauti na mtu ambaye hajasoma. Yani mtu aone thamani ya elimu yako ni kufanya majukumu yake vizuri. Kwa hiyo nakwambia kama angalizo, kwa sababu ukienda na wewe ukaingia kwenye hilo shimo la huo mtego wa kutembelea cheti, utarudishwa hapa dakika moja tu. Si unaelewa? Ukiwa hapa kuanzia hapa kituoni, hapa watu hawapangwi kazi tu hivi hivi. Mtu anapangwa kazi baada ya kuonyesha ile yani tunasoma tu mtu, unamjua tu, mfanyaji kazi anajulikana. Kwa hiyo wadada wote ambao umewakuta hapa tunajua nani mfanyaji kazi, nani mvivu, nani anaweza kazi, nani hawezi, nani traditional, nani hata traditional hafai. Wote tunawajua kwa jinsi ambavyo wana behave wakiwa hapa kituoni, na wengine wanajitahidi kuficha makucha yao wakiwa hapa. Wataigiza wewe, wanakuwa wacheza sinema wazuri sana. Akifika kazini ndio bosi anatuambia, jamani dada mniletea mimi hapana kwa kweli. Unanielewa dada Scholar? Ndio. Kwa hiyo jitahidi kama umepata kidogo maarifa, yale maarifa ya kusaidie kuboresha hii kazi unayoenda kufanya. Lakini pia tutakuangalia kwa siku chache utakazokuwa hapa kuona kama je, kwenye hizi kazi za nyumbani, za usafi, za kupika, una uwezo nazo. Tabia yako, nidhamu nayo ni kubwa sana. Lakini nidhamu lazima iendane na uwezo wa kazi. Ukiwa na nidhamu nzuri kama kazi uwezi, pia hakuna mtu ambaye anahitaji. Kwa hiyo lazima vyote viwili viende sambamba. Uweze kufanya kazi vizuri na nidhamu yako iwe nzuri. Ukifanya kazi vizuri sana afu na tabia chafu, hakuna mtu anakutaka. Ukiwa una tabia nzuri sana kazi uwezi, pia ni shida. Kwa hiyo lazima vyote vibalance. Tabia ni nzuri na kazi uweze kuzifanya. Kwa hiyo ukiweza kufanya hivyo, yani hapa kwetu uhakika wa kufanikiwa ni mkubwa, ni 100%. Again nasema, hii miongozo ipo kwa ajili yenu. Tumewatengenezea nyinyi ili muweze kutoa matongotongo ya kujua mabosi wanataka nini. Sisi ndio tumedili na hao mabosi kwa miaka mingi. Sisi unanisikia dada Scholar na wenzako Huu mwongozo sio kwa ajili yetu, ni kwa ajili yenu. Unawalinda nyinyi. Muende mkajue jinsi ya kuweza kuwahudumia mabosi wenu vizuri. Wafurahie huduma zenu na wawalipe vizuri. Wengine waongezee hadi mishahara. Umeelewa Ni hii miongozo na ule mkataba. Usipofanya tulichokuelekeza, sio yani hatutashangaa ukirudishwa. Okay?
Haya, kwa hiyo karibu sana.